hadi 28. Ikiwa fungu hilo tu limekushinda kutuambia yaliyomo pale, je, mafungu mengine ambayo mara kwa mara natuambia twende huku twende huku twende huku, ili hali mwanzo yenyewe hujaifanyia kazi, kule tutafanikiwa? Hatuwezi kufanikiwa. Kwa hiyo ni vizuri kwamba katika uchunguzi wetu na ufasiri tujitahidi kuangalia kile kilichomo na kisichokuwemo tusijishughulisha nacho. Hii ni sheria na ni kanuni katika hatua ya kwanza ambayo inaitwa uchunguzi, kwamba jitahidi kuangalia kile kilichomo tu na kisichokuwamo usipoteze muda wako. Wahubiri wengi tunatafuta sana yale yasiyokuwemo kwenye fungu, na kwa hiyo unajikuta kwamba unapoteza muda mwingi sana. Lakini hatari ya tatu tulisema ni ufasiri usio sahihi. Ufasiri usio sahihi kwa ujumla tu ni kwamba ni pale ambapo umechunguza vibaya, alafu umepata maana mbaya, na obviously utatekeleza vibaya. Kwa hiyo hizi ni hatari kuu tatu ambazo tunahitaji kuziepuka sisi kama watumishi tunaosimama katika kulihubiri na kulifundisha neno la Mungu, ambapo tunaonywa sana katika maandiko kwamba kama mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amekuamini, sawa, litumie kwa namna gani? Kwa halali neno la kweli. Ni pamoja kutumia kwa halali, ni pamoja na kufuata taratibu zote ambazo zinatupelekea sisi kwenda kwenye utekelezaji mzuri. Kwa hiyo leo ninapohamia kwenye hatua ya utekelezaji, maana yake ufahamu wetu na maarifa yetu yamejikita sana katika uchunguzi na ufasiri kwa sheria, kwa kanuni na taratibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukahitimisha kusema kwamba ufasiri mbaya huelekeza kwenye utekelezaji mbaya. Sasa leo tujifunze juu ya utekelezaji. Tutaangalia utekelezaji mwema, ambapo tumesema swali letu kuu ni hili fungu nilifanyeje? Nifanye nini juu ya hili fungu? Mungu anaposema nami hapa, okay, nimemwelewa, nimeielewa maana, nimejua yaliyomo, nimeelewa maana, sasa nifanye nini? Na haya ndiyo maswali ambayo hata wenzetu waliuliza. Kwa mfano, tunapojifunza kitabu cha Matendo ya Mitume katika siku ya Pentekoste, wakati Petro anahutubia umati mkubwa wa watu, walichomwa mioyo yao, walimsikiliza. Sawa, hiyo ni hatua ya uchunguzi. Hadi wakamwelewa, wakachoma mioyo yao, hiyo ni ufasiri. Alafu wakauliza, tufanye nini? Kwa hiyo usifikiri kwamba tunachokisema kwamba ni jambo tu la kutungwa. Hapana, lina mchakato wake katika maandiko na tumekwisha kupita kwenye maeneo kama hayo. Sasa utekelezaji ni nini? Utekelezaji ni hatua ya mwisho ya matumizi ya neno la Mungu ambalo umelitafuta kwenye maandiko ama umelipata na umelitafutia maana yake. Sasa unalitumia katika maisha yako. Ndiyo swali letu, tunasema nifanye nini au nifanyeje? Nifanyeje sasa? Tunaweza tukaona mifano mingi kabla hata hatujaingia kule, kwamba kuna hata yule towashi naye alifika hatua ya kumuuliza nani? Filipo. Hata anamwambia, nani anaweza kunizuia kubatizwa maji kama yapo? Tufanye nini? Filipo akambatiza. Ikawa ndio utumiaji wa neno ambalo walikuwa wakijifunza njiani. Ndio pamoja wapendwa. Kwa hiyo hii ni hatua muhimu sana. Kama tunavyoweka nguvu kwenye hatua ya uchunguzi na ufasiri, ndivyo tunavyotakiwa kuweka nguvu katika hatua hii. Na niwaambie, kama mhubiri au kama mchungaji au mwalimu, ukishindwa kuifikia hatua hii,
uwe na uhakika kwamba somo lako umefanya kazi bure. Hii ni hatua muhimu sana, lakini inakuja kuwa bora kama zile hatua zingine umezitekeleza vizuri. Kwa hiyo ni swali letu, nifanye nini sasa? Ndiyo, nimekusikia, ndiyo, nimekuelewa. Sasa nifanye nini? Nifanye nini? Katika funzo letu